Jana bwana, shughuli ilikuwa ya kipekee sana. Mechi moja nzuri na ya kuvutia sana ikipigwa Parc des Princes pale, na wenyeji wamefanikiwa kushinda. Yaani Arsenal kapigwa nje ndani. Uliliona hili? Of course, na ndio maana jana toka kwa picha dimbani nilikwambia. Kwanza ambacho naamini kwamba Arsenal itafunga kwa sababu ya aina ya wachezaji ambao wako PSG, lakini pia namna ambavyo amefanikiwa kuitengeneza PSG kuwa timu bora, kuwa timu ambayo inaweza kucheza dhidi ya mpinzani yoyote. Lakini ukitazama kwenye makaratasi ni timu ambayo haiko. Lakini mnapokuja uwanjani ndani ya dakika 90 ndio PSG inapotisha zaidi kuliko kwenye makaratasi. Nyuma kidogo miaka miwili iliyopita ndio ukitazama PSG kwenye makaratasi ulikuwa unahofia. Ile squad ambayo walikuwa nayo majina makubwa, wachezaji wakubwa. Kwa kidogo ulikuwa unapata wasiwasi. Lakini sasa hivi ukitazama PSG wachezaji wenye majina makubwa unawahesabu ni wachache. Utamtaja Dembele, utamtaja Marquinhos, utamtaja Hakimi. Ndio wachezaji wenye majina makubwa barani Ulaya wametisha. Kavisha, Kvaratskhelia alifanya vizuri tu akiwa na Napoli, ametoka Napoli amekuja. Donnarumma alikuwepo AC Milan, amefaa muda mrefu, ikiwa bado haijasimama vizuri sana, akatoka akaja PSG. Kwa hiyo yani hajawa na hilo jina la kuiteka Ulaya na kufanya kwamba labda kila mtu aanze kumtazama yeye. Kwa hiyo kwenye makaratasi PSG haitishi, lakini ndani ya uwanja wanatisha kweli kweli. Kwa hiyo mimi niliamini kwamba kwa kutokana na sanaa ya ufundishaji ya Luis Enrique na namna ambavyo wachezaji wake wameweza kukopi ile style vizuri na kufanyia kazi, nilikuwa najua kabisa kwamba Arsenal anaenda kufungwa kama ambavyo zimefungwa timu zingine za England. Najua PSG kazifunga timu nyingi za England. Kamfunga Manchester City, kamfunga Aston Villa, kamfunga Liverpool, kamfunga pia na Arsenal. Kwa hiyo ana timu nzuri sana. Na ukitazama kwenye mchezo wa jana, namna ambavyo alianza kwenye kikosi chake ilikuwa inakupa picha ya nini ambacho wanahitaji. Angalia kwenye game ya kwanza aliondoka na ushindi wa bao moja. Manake aliingia kwenye game ya jana akiwa anajua kwanza ana ushindi wa bao moja. Kwa hiyo anachokifanya sio kufunguka sana, ila anachokifanya ni kuzuia sana na kufunguka kwa mipango. Kwa hiyo ashambulie kwenye transition. Kitu ambacho alifanikiwa sana. Eneo la katikati kama kawaida alikuwepo Vitinha, alikuwepo Fabian Ruiz, alikuwepo pia na Joao Neves, bwana mdogo kutoka alisajiliwa huyo kutokea kutokea FC Porto kule Ureno, ndio amekuja pale PSG, bwana mdogo kabisa, bado ni kijana ambaye anahitaji muda mwingi wa kucheza zaidi kwa sababu ana talent kubwa sana. Wachezaji watatu kwenye eneo la kiungo tumeizoea sana mara nyingi PSG ikiwa na uwezo wa kutawala vizuri eneo la kiungo, lakini ikiwa inashambulia zaidi kwamba wanapiga pasi nyingi kwenda mbele, kwa maana utakuta labda Vitinha tabaki chini, Ruiz labda na Joao Neves watasogea zaidi juu kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la kushambulia. Lakini jana ilikuwa ni tofauti kidogo. Jana ulikuwa unaona wachezaji viungo watatu hawakusogea sana juu kwenye kushambulia, ila wanachokifanya wanakaa sana nyuma ya mpira kuhakikisha kwamba Arsenal hawapati mianya ya kupitisha mpira kwenye eneo la katikati ya kiwanja wala kwenye maeneo ya pembeni ya kiwanja. Wanawabana vizuri eneo la katikati kuhakikisha kwamba wao wanawalazimisha Arsenal waweze kupiga pasi nyingi zao kurudi nyuma au waweze kumiliki mpira kwenye maeneo ambayo sio hatari. Kitu ambacho walifanikiwa, na wao sasa wanapopata mpira wakipokonya mpira wanashambulia kwa haraka sana kwenye transition, kitu ambacho walifanikiwa kukifanya kule ubora ambao unatakiwa. Ndio maana ulikuwa unaona Arsenal hasa kwenye kipindi cha kwanza Arsenal walimiliki sana mpira lakini hakuwa na madhara kwenye lango la PSG. Lakini PSG akiwa na mpira akienda kushambulia, yeye anakuwa na madhara kwa sababu anachokifanya anasubiri Arsenal wapoteze mpira, na wakishapoteza mpira haraka sana wanaenda kuwashambulia kwa kasi. Kitu ambacho walifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuwasumbua sana Arsenal kwenye mchezo wa jana. Na nilimuelewa Luis Enrique kwa sababu kipaumbele chake jana haikuwa kupata matokeo ya alama 3 ya ushindi. Kipaumbele chake jana ilikuwa ni kuzuia kwanza bao ambalo alipata ili aweze kwenda finali. Na ndio maana ulikuwa unaona viungo wake jana hawakuwa na movement nyingi sana za kwenda mbele, ila walikuwa wanajitahidi kuwalinda sana mabeki wao wanne. Angalia namna ambavyo walikuwa na switch timu yake. Fullback wake wa kushoto na kulia ndio ambao walikuwa na switch zaidi kwenda mbele, kwa maana kuswitch position. Wakisogea kwenda kushambulia, Kvaratskhelia na Joao wanaingia ndani kidogo. Wakiingia ndani wao ndo wanatanua pembeni. Angalia bao ambalo wamekuja kufunga Achraf Hakimi.
imetokana na movement ya aina hiyo, ku switch position. Kwamba unavyoenda kushambulia viungo wako wakati wasiwe sehemu ya kwenda kukamilisha shambulizi, ila wawe wachezaji ambao watakuwa sehemu ya kushinda mipira ya pili pale ambapo Arsenal watakuwa wanaokota mpira kutoka kwenye miguu ya PSG. Na watu ambao wataenda kukamilisha shambulizi ni hawa mabeki wa pembeni wa kushoto na kulia. Wao ndio wataswitch kwenda kusogea mbele, ambapo sasa ikitokea labda fullback ameenda kuingia kwenye half space, maana yake winger atatanua pembeni. Kitu ambacho kitawasaidia kwenye kuongeza watu kwenye eneo la kushambulia, lakini haitaathiri eneo lao la kiungo. Kwamba wale viungo ambao amewapanga wanaendelea kubaki kwenye eneo lao vile vile. Ina maana hata wakipoteza mpira bado wale viungo wake wa PSG watakuwa na uwezo wa kushinda mipira ya pili. Na ndio maana ukiangalia jana mipira yote ya pili ambayo imedondoka nje ya 18 ya Arsenal au mbele kidogo ya 18 ya Arsenal wameenda kushinda PSG. Kwa sababu wale viungo wao watatu, Vitinha, Joao Neves pamoja na Fabian Ruiz, hawakutumika sana kwenye kukamilisha mashambulizi ya PSG, ila wametumika kuanzisha mashambulizi ya PSG, lakini kuhakikisha kwamba pia wanapopoteza mpira pia wachezaji 11 kwenye timu. Ila ni pamoja na kujua madhaifu ya mpinzani yako wapi na ubora wa mpinzani uko wapi. Ukifanikiwa kujua ubora wa mpinzani na udhaifu wake uko wapi, manake itakupa wewe authority ya kujua kwamba kwenye mbinu zangu nianze na nani na nimweke nani nje na nani aanze kwenye kikosi. Sasa ukiangalia kwenye system, kwenye hicho ambacho tunazungumza, namna ambavyo walipanga wachezaji wake iliwafanya Arsenal kudhoofika kwenye eneo la kiungo, hasa kwa Partey. Hata wachezaji ambao hawakucheza kwenye kiwango bora jana kwenye kikosi cha Arsenal ni Partey na Lewis Kelly, ambao kwenye game ya kwanza walionekana kuwa Lewis Kelly alionekana kuwa bora zaidi. Na kwenye mechi ya Real Madrid zote mbili Lewis Kelly pamoja na Thomas Partey wacheza vizuri sana. Lakini jana ndo wachezaji ambao wamecheza vibaya zaidi kwenye kikosi cha Arsenal. Nilitegemea akibadili naye mpango wa namna yake ya kucheza, kwamba Bukayo Saka hapokee mipira, Odegaard pasi zake hazifiki, nani huyu Mgana huyu Thomas Partey anashindwa kulinki vizuri na Odegaard, anashindwa kulinki vizuri na Declan Rice, lakini anashindwa pia kupokea mipira vizuri kutoka kwa Lewis Skelly au kwa Kiwi na walinzi wote wa nyuma. Sasa kama ameshindwa kupokea mipira vizuri, manake inabidi uswitch kwenye style yako ya kucheza. Yeye asiwe kama sehemu ya wao kuanzisha mashambulizi, au isiwe yeye asibebe ule mpango mzima wa timu kwenye kushambulia kwenda mbele. Yeye inabidi awe sehemu sasa ya kuwazuia PSG wanapokuja kushambulia, manake inabidi abadili style ya kucheza. Acheze mipira mingi mirefu kwenda maeneo ya pembeni ili aweze kuwafanya PSG wahame kwenye eneo la katikati, kitu ambacho hakuweza kukifanya.